Mtazamaji wangu, tuendelee kutafakari neno la Mungu wakati huu. Tuendelee na sehemu ya 10 ya somo la unabii wa siku za mwisho. Nisome nawe katika ile Mathayo sura ya 24. Nianzie ule mstari wa 17. Naye aliye juu ya dari asishuke kuvichukua vitu vyake vilivyomo nyumbani mwake, wala aliye shambani asirudi nyuma kuichukua nguo yake. Ole wao wenye mimba na wanyonyeshao siku hizo. Ombeni ili kukimbia kwenu kusio wakati wa baridi, wala siku ya Sabato. Sasa nitaka tuishie hapo tuweze kuendelea ili tusiwe na mambo mengi, kwa sababu yote neno la Mungu lina mambo mengi mazito sana. Katika maandiko haya ambayo tunayaona hapa, Yesu wakati anaendelea kuelezea yale ambayo yametokea au yatatokea baada ya chukizo chukizo lile la uharibifu ambalo litasimama katika nyumba ya Mungu. Tunaona sasa mpinga Kristo, yule ambaye Wayahudi walikuwa wamemwamini, lakini dunia nzima ilikuwa imemwamini kwamba yeye ndiye Masihi, sasa anageuka na kujitangaza Mungu katika lile hekalu ambalo Waisraeli walijenga, wakiwa wamelijenga chini ya mpinga Kristo mwenyewe. Anapojitangaza kuwa Mungu, sasa huu wakati ndio ambao Yesu Kristo anatolea ole. Wametakuwa ole wao, maana mbele pale kuna misali anataja, anasema ole wanyonyeshao. Ole ambao kipindi hichi sasa mambo haya yanatokea, anasema ole wao ambao kukimbia kwenu kusio wakati wa baridi au siku ya Sabato. Ukiangalia ni kwamba maneno haya pamoja na kwamba yanasema kwa wazi kwa namna ya mwili kwamba Sabato, kwa namna ya kwamba Israeli wanaheshimu Sabato, lakini kwa namna ya baridi ni kwamba ndio wakati wa baridi itakuwa ni ngumu kukimbia milimani, kwa sababu usipokuwa na vitu vya kujifunika inakuwa ni hatari kiafya. Lakini kuna tafsiri ya kanisa ambalo litakuwepo wakati huu pia. Yesu Kristo anasema nalo pia kwamba ombeni kukimbia kwenu kusio wakati wa baridi. Biblia ndio maana inaonya, inasema heri kuwa baridi au kuwa moto. Sasa endapo kutakuwa na ubaridi katika kanisa au ubaridi miongoni mwa watu ambao wanadhani kwamba wao wanamwamini Yesu Kristo, ni Wakristo, lakini ndani yao kuna baridi ya roho, ina maana ndani yao roho zao hazijapokea chakula cha kutosha, hazijakuwa na muda wa kuhifadhi chakula. Ndio maana Biblia inasema kwa habari ya kujifunza kwa mdudu anayeitwa chungu. Anasema chungu ni wadudu wadogo, lakini hujiwekea akiba wakati wa hari, chakula ambacho kinakuja kuwasaidia wakati ambapo chakula hakipatikani. Sasa maneno haya katika misali hii, Yesu Kristo anasisitiza juu ya maandalizi ambayo tunatakiwa tuyafanye. Kwanza tuwe na taarifa kwamba kutakuwa ni kipindi ambacho ni kigumu na ni kipindi ambacho ni kibaya, maana mpinga Kristo atayatenda yale yote yaliyo ndani ya moyo wa Shetani, na hayo ni kuharibu kabisa watu wa Mungu na kulifuta kabisa taifa la Israeli, ndiyo kiu yake. Sasa kama hatuna neno la Mungu, kumbuke Roho Mtakatifu kipindi hicho ni kama atakuwa amenyamaza kwa muda, ni kama hatendi kazi kwa muda. Kwa hiyo sasa kila mtu atakuwa anacheua chakula kilichoko ndani yake, ndio kitakachomtia joto. Lakini pia wanyonyeshao ni kwamba hakuna chakula tena. Leo hii unasema nina baba yangu wa kiroho, unakwenda unakula chakula kwake. Nasema na baba yangu wa kiroho, na mama yangu wa kiroho ambaye ananilea. Lakini sema wakati huo si wakati wa kuleana. Kila mmoja atakuwa amekimbia peke yake. Kila mmoja atakuwa amejificha peke yake, akiendelea kubakisha kile chakula kilichopo ili kiweze kumsaidia. Ndio maana unakuja ule mfano wa wanawali wale 10, wapumbavu 5 na wale wenye hekima 5. Wale 5 wanawaambia tupeni mafuta, anasema mafuta tulio nayo ni ya kutosha sisi tu, hatuwezi kuwapa nyie, maana yanatosheleza sisi tu. Kwa hiyo ndugu yangu mpendwa, Yesu Kristo anaonyesha kwamba kipindi hiki ni kipindi ambacho Mungu atakuwa anashughulika na mtu mmoja mmoja. Kwa yule ambaye hajasimama na kufanya maandalizi, sasa ni vigumu sana kuweza kupenya katika kipindi hicho. Ndugu yangu mpendwa, baada ya kuyasema haya, nafasi unayo, ndio maana Roho Mtakatifu anatuma watu waseme na wewe. Ni wakati wa kujiandaa, ni wakati tu sio wa kushughulika kujenga majumba na kuwekeza duniani. Lengo letu ni kuwekeza mbinguni. Kumbuka yatima na wajane umewasaidia. Kumbuka wagonjwa hospitalini wako. Kumbuka maskini wako. Si habari ya wewe kupendeza na familia yako, ni habari ya utumishi ambao utatupeleka kuwekeza katika ufalme wa Mungu. Mimi na wewe hatujafika bado, kwa hatuwezi kusema sisi tumeingia. Tuna kazi ya kujitakasa na kupita huko ambako
Bwana ameweka tupite ili tuonekane kuwa safi. Maliza kwa kusema kwamba Yesu Kristo yu karibu sana kuja. Ufalme wa Mungu umekaribia, wala hakawii sana kuja. Jitakase wewe ambaye hujampokea Yesu Kristo, mwamini sasa Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mungu akubariki sana. Amen.